Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunatumainia kwamba mnaendelea vizuri na hiyo ndio furaha yetu, na basi wacheni tutumie fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako sehemu nyingi zake hali ya usalama inazidi kuzorota. Na tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako katika eneo la Nyiragongo sauti mbalimbali zinaendelea kujitokeza kupinga vitendo vinavyoelezwa kuwa vya kudhalilisha vilivyofanywa kwa viongozi wa jadi ama wa kimila wa eneo hilo. Uratibu wa kijamii wa eneo hilo ulitoa taarifa rasmi ukilahani vikali mienendo inayodaiwa kufanywa na waasi wa M23 dhidi ya baadhi ya machifu wa kimila kutoka Shiferia Bukumu. Kwa mujibu wa shirika hilo, viongozi hao walilazimishwa kufanya vitendo vya udhalilishaji kabla ya kuhamishwa kuelekea kituo cha mafunzo ya kijeshi cha Chanzu. Miongoni mwa vitendo vilivyoripotiwa ni kulazimishwa kuimba, kucheza na hata kulala chini katika hali inayoelezwa kuwa ya kuaibisha na inayokiuka heshima yao. Asasi nyingi za kiraia zimeelezea vitendo hivyo kuwa havikubaliki, ikisisitiza kuwa vinaonyesha ukosefu mkubwa wa heshima kwa viongozi wa jadi ama wa kimila, huku ikilinganisha namna walivyotendewa na jinsi watoto wadogo hutendewa. Aidha, imesisitiza kuwa hakuna tuhuma wala mgogoro wowote unaoweza kuhalalisha ukiukwaji wa haki za misingi kama huo. Taarifa hiyo pia inaangazia utofauti wa hali za machifu waliohusika. Baadhi wanadaiwa kuwa na uhusiano na makundi ya waasi, wengine wanajaribu kulinda au kuimarisha mamlaka yao ya kimila, huku wengine wakikabiliwa na changamoto za uhalali wa uongozi wao kutokana na namna walivyoteuliwa, hasa katika muktadha wa tawala zilizopita. Matukio haya yanajiri katika mazingira ambayo tayari ni tete huko Nyiragongo, ambapo mahusiano kati ya viongozi wa kimila, raia na makundi yenye silaha bado ni dhaifu. Kwa mtazamo wa jamii ya kiraia, si tu watu binafsi walioathirika, bali pia na jamii nzima inayohisi kuguswa na vitendo hivyo vinavyochukuliwa kama shambulio dhidi ya maadili na heshima ya kijamii. Tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya ukosefu wa usalama inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi kwenye barabara inayounganisha Kiwanja na Kanyabayonga katika wilaya ya Ruchuru. Msafara wa magari ya usafiri wa umma yanayojulikana kama voituri ya leo ulishambuliwa katika shambulio la kuvizia lililofanywa na watu wenye silaha katika majira ya saa 4 asubuhi. Tukio hilo lilitokea ndani ya Parque National de Virunga, hususan katika eneo la Mayamoto. Kwa mujibu wa ushuhuda wa manusura kadhaa, wanadai kuwa washambuliaji waliokuwa na silaha nzito walifyatua risasi kuelekea msafara huo kwa lengo la kuwalazimisha madereva kusimama. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 2 walipoteza maisha. Dereva mmoja alijeruhiwa vibaya kwa risasi, huku abiria kadhaa wakitekwa nyara, ingawa idadi yao kamili haijathibitishwa. Waathiriwa pia waliporwa mali zao ikiwemo fedha taslimu, simu na vitu vingine vya thamani. Licha ya ukali wa shambulio hilo, msafara huo uliokuwa umetoka Kiwanja kuelekea maeneo ya Grand Nord uliweza kuendelea na safari yake hadi Kanyabayonga. Dereva aliyejeruhiwa alipokelewa katika kituo cha afya huko kwa ajili ya kupata matibabu. Tukio hili linaongeza tena hofu juu ya hali ya usalama katika barabara hii muhimu inayounganisha kusini mwa mkoa na miji ya Grand Nord. Katika miezi ya hivi karibuni, matukio kadhaa ya uvamizi wa kuvizia, uporaji na utekaji nyara yameripotiwa katika eneo hilo, hasa wakati wa kuvuka hifadhi ya Virunga ambayo mara nyingi hutajwa kuwa na uwepo wa makundi ya watu wenye silaha. Hadi sasa, mamlaka za usalama za eneo hilo hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Wakati huo, watumiaji wa barabara hiyo wanaendelea kutoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi ili kuhakikisha usalama wa watu na mali zao
pamoja na uhuru wa kusafiri. Na tukijielekeza huko mkoani Chopo, tukio lingine la kusikitisha limetokea katika eneo la msitu karibu na Parezi, kijiji kilichopo umbali wa takriban kilomita 148 ama 48 km kutoka mji wa Kisangani ndani ya wilaya ya Ubundu. Dereva wa pikipiki ya abiria ama taksi moto aliuawa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wawili wanaodaiwa kufuatia mgogoro uliotokana na malipo ya nauli. Marehemu alitambulika kwa jina la Saddam Jango mwenye umri wa miaka 26 ama 26, alipatikana akiwa amefariki dunia akiwa na majeraha ya risasi kifuani. Taarifa hii ilitolewa na mmoja wa wenzake madereva wa taksi moto aliyefika katika eneo la tukio kabla ya kusafirisha mwili hadi Kisangani. Kwa mujibu wa ushuhuda wake, mali binafsi za marehemu ikiwemo pikipiki yake na simu ya mkononi hazikuibiwa na watuhumiwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa, Sadamu alikuwa ameondoka Kisangani siku ya Jumamosi kuelekea Perezi kwa ajili ya safari ya kikazi. Inadaiwa kuwa tukio hilo lilitokea karibu na mwisho wa safari hiyo. Kabla ya kuuawa kwake, kulizuka mabishano kati yake na abiria wake wawili ambao walidaiwa kukataa kulipa nauli waliokuwa wamekubaliana, kwa mujibu wa shahidi aliyerejea kutoka eneo hilo la tukio. Aidha, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mmoja wa wanajeshi wanaotuhumiwa alikamatwa na wananchi wa eneo hilo. Video inayosambazwa na mashuhuda inaonyesha mtuhumiwa akiwa mikononi mwa wakazi. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za kijeshi au za kiutawala kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo ambalo limezua hisia kali miongoni mwa jamii ya eneo hilo pamoja na madereva wa taksi moto. Shirika la kimataifa la Médecins Sans Frontieres MSF imeripoti ongezeko kubwa la majeruhi wa risasi waliopelekewa katika vituo mbalimbali vya afya huko mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano ya hivi karibuni ya silaha. Kulingana na shirika hilo la kibinadamu, linadai kuwa makumi ya wagonjwa wamepokelewa katika vituo vya afya na hospitali za eneo hilo, huku baadhi yao wakihamishwa kwenye vituo vyenye vifaa bora zaidi kutokana na kuzidiwa haraka kwa uwezo wa huduma. Hali hii inahusishwa moja kwa moja na kuongezeka kwa mapigano katika wilaya ya Kalehe ambapo waasi wa AFC M23 wakikabiliana na FARDC wakisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo. Kuanzia mwishoni mwa mwezi Machi ama mwezi wa 3 hadi katikati ya mwezi wa 4 Aprili mwaka huu, tunao maeneo ya Minova na Numbi yalishuhudia mapigano makali yaliyopelekea kuzorota kwa kasi kwa hali ya usalama. Maeneo kadhaa ya makazi ya raia yaliathirika moja kwa moja na kusababisha vifo, majeruhi wengi pamoja na ongezeko kubwa la watu waliokimbia makazi yao. Kutokana na shinikizo hili la ghafla, vituo vya afya vya eneo hilo vilizidiwa, huku rasilimali za kibinadamu na vifaa zikiwa hazitoshi kukabiliana na mahitaji makubwa. Kama hatua ya dharura, MSF imeongeza msaada wake kwa kupeleka timu zaidi kuimarisha huduma za matibabu kwa majeruhi na kusambaza vifaa muhimu kwa vituo vilivyoathirika. Licha ya kuonekana kwa nafuu kidogo hivi karibuni katika uwezo wa huduma za afya, hali ya usalama bado ni tete na inaendelea kuzuia upatikanaji wa huduma kwa sehemu ya wananchi. Timu za MSF zilihamishwa hasa katika hospitali General de Reference de Minova na Centre Hospitalier de Numbi ambapo zilichangia katika kuwahudumia idadi kubwa ya majeruhi. Wakati huo huo, ghasia hizo zimesababisha familia nyingi kukimbia makazi yao na kuacha baadhi ya vijiji vikiwa vitupu, hususan Numbi, Chambombo, Chebumba, Shanze na Ziralo. Hali ya kibinadamu ambayo tayari ilikuwa dhaifu imezidi kuwa mbaya kutokana na ukosefu wa usalama na udhaifu na uharibifu wa baadhi ya miundombinu
ya afya. Utoaji wa misaada ya kibinadamu pia unaendelea kukumbwa na changamoto kutokana na vikwazo vya usalama. Katika muktadha huu, mamlaka za eneo na mashirika ya kibinadamu zinasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mwitikio wa pamoja ili kukabiliana na wimbi la wakimbizi na mahitaji ya haraka ya matibabu. Kufuatia utulivu wa muda ulioshuhudiwa hivi karibuni, MSF inapanga kufanya tathmini ya kina ya athari za kibinadamu zinazosababishwa na mapigano hayo ili kubaini mahitaji ya kipaumbele kwa ajili ya kusaidia wananchi walioathirika. Na ni kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na kwa kuzidi kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu, basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.